Mimi hapa niko na Mnandi JR. Atatuambia hapa alipotuleta tumekuja kufanya nini, lakini pia vile anasemaje leo ni mnyama Simba Lunyas anashuka dimbani kwenda kukipiga dhidi ya klabu ya soka ya Mwembe Mumbai City. Bwana Mnandi uko poa? Mimi bwana namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri, niko good, niko poa, nina power ya kutosha, nina power sawa sawa. Kwanza nipende kuwapongeza ndugu zangu wa hapa Buguruni Lozana. Wameniheshimisha kwa 90%, maana hili ni tawi langu kama la 5 ambaye naalikwa kwa sababu ni sehemu ambaye nilipita kwenye mikono yangu kwa ajili ya kutoa semina. Nilikuja hapa awali nilitoa semina na wakanielewa jambo mpaka wakafika leo limetimia. Mzee Kisiwa amekuja hapa, kaimu mkurugenzi wa matawi amekuja leo, amefungua tawi hapa kwa usalama na ametoa taarifa ndefu sana ambayo matawi mengi yaliofunguliwa nadhani taarifa hiyo wao hawakufanikiwa kuipata, lakini leo hapa Mzee Kisiwa ametoa ndefu sana, nadhani wameipata. Waifanyie kazi na ndio muendelezo wa Simba nguvu moja. Na mimi kama watakuwa wameifanyia kazi basi watafika kule ambaye tumestahili kufika sisi wana Simba. Kwa mimi binafsi nawashukuru sana wana Buguruni hapa Lozana kwa ufunguzi wao wa tawi na kwa mwaliko wao mimi kufika hapa. Bwana mimi ndo mzee wa Nongwa bwana. Leo naona hapa umepigwa dongo. Mwenyekiti wa matawi wilaya ya Ilala amepiga dongo, lakini dongo lile amezunguka mbuyu, lakini kwa mtu aliyosomea Cuba atakuwa amemuelewa ni nani amemzungumzia. Alinizungumzia mimi kwamba kuna watu wanawasumbua viongozi, wanashindwa kufanya kazi kwa wakati namna gani. Kaongea mambo mengi mno, lakini mimi nimwambie tu kwamba Simba sio ya mtu, Simba ni ya watu. Leo walioanzisha hawapo, wamekuja wengine pia hawapo, na hawa waliokuepo sasa hivi ndio wanaendelea kuichukua Simba. Sisi hizi tunaonekana tunazungumza hapa, wapo watakuja zaidi yetu. Pengine watazungumza kuliko sisi tunapozungumza hapa. Tunapozungumza hivi ni sehemu ya kuitetea brand ya klabu ya Simba. Hatuzungumzi kuikandamiza brand ya klabu ya Simba. Sasa unamkuta mtu anazungumza kwa utashi. Na mimi nilishafika kusema kuzungumza kwamba hawa viongozi wengi wa wilaya sawa ndio wanaiteketeza Simba, na leo amedhihirisha kwamba akizungumza, kwa sababu mimi kaniona nimekuja hapa kwenye ufunguzi wa tawi, amezungumza hapa kinaga ubaga kwamba kuna watu muda wote wao wanafanya fujo kwenye klabu yetu. Ina maana kama ningekuwa ni enzi zangu tu, maana kesa hizi watu kama hawa wanakuwa tayari hawapo. Yale ni maneno tu ambayo huwezi kumuogopesha mtu. Mimi kwangu zile kama kelele za chura tu. Tembo haziwezi kumnyima kunywa maji, atatibua, atabaki udongo na atakunywa. Kwa hiyo mimi binafsi nimeshajitolea kuipambania klabu yangu. Kwa hiyo siwezi kuangalia cha nyuma. Mimi naangalia mbele tu, siwezi kuangalia nyuma. Mimi kama mwanajeshi, mimi naangalia mbele tu, siangalii nyuma. Kwa hiyo kikubwa nimwambie tu kiongozi wangu kutoka wilaya ya Ilala yupo kwa ajili ya Simba na si tupo kwa ajili ya Simba, na hatuna nia mbaya na klabu ya Simba. Yeye binafsi akiona labda kuna sehemu iko tofauti, aseme, asizunguke Mebuyu, kwa sababu tulikuwa wote karibu safu ya kwanza, safu ya pili niko mimi, lakini anazungumza kwa wanachama waliokuepo hapa, lakini anazunguka Mbuyu. Wewe taja tu mmoja wapo ni huyu, labda ndo anaichafua taasisi. Sio unazunguka eti wapo kina nani? Hapa wako watu wengi wamekuja kwenye sherehe hii ya ufunguzi wa tawi. Kwa hiyo wewe sema wapo, kwa sababu hata mimi uwepo wangu sio nimekurupuka tu from nowhere kutoka nyumbani nikaja hapa. Nimealikwa, na sio kualikwa tu, nimewahi kuja kutoa semina. Ni tawi pia limepita kwenye mikono yangu kwenye semina, kuliongoza kwenye nia njema, na ningekuwa na nia mbaya leo mimi nisingealikwa hapa. Nimewaongoza vizuri na mpaka leo wamefika, jambo lao limetimia. Sio tawi langu la kwanza hili ni tawi langu takriban la 6. Mimi naalikwa na nimeshaenda kutoa semina, kwa tena semina yenyewe ya kujitolea, kwa sababu nishapata kadi mimi, nimeshakuwa kiongozi tawini kwangu, nimeona njia gani za kupita sahihi kwa wanachama na mashabiki wanaojisajili wapite humu, na wanapita kwenye miongozo yao, na sijawahi kwenda huko nikawafundisha mambo yasiokuwa mema kwamba wapite sehemu sio, hapana. Na wafundisha mambo yaliokuwa mema ya kuifuata klabu yao ya Simba. Hayo ndio mambo ambayo mimi nayazungumza, na ndio hayo ambayo amenifanya mpaka leo nifike hapa. Lakini nimemuona kiongozi wa wilaya, mwenyekiti wa wilaya anasimama anazunguka Mbuyu namna gani, kuna watu labda ni wasaliti na nini. Mimi kama mimi binafsi siwezi kuwa msaliti kwenye klabu yangu ya Simba. Mimi ni mtu ambaye nimekamilika, ni mtu ambaye ni mweledi, ni mtu ambaye naifahamu katiba ya klabu ya Simba. Sio nakurupuka kukaa kwenye kipaza tu naongea. Na maana mimi ningekuwa mnafiki, ningekuwa labda mimi ninahitaji Simba iende sehemu sio sahihi, basi na mimi yeye pale mbele alivyosimama angenyooka tu kwamba huyu anaongea 1, 2, 3 kwa ajili ya kuikandamiza klabu ya Simba. Lakini akawa anazunguka Mbuyu kwa sababu hana kitu cha msingi cha kuzungumza, ila kwamba aliongea kwa utashi, anajua ndani ya klabu ya Simba wao kama viongozi wa wilaya kuna maslahi wanapata, na ndio maana anatetea ugali wake, lakini hayupo kwa ajili ya kuitetea Simba. Yeye alisimama kwa ajili ya kuitetea sekta yake ambaye yeye anapata maslahi ndani ya Simba. Lakini nimwambie tu kwamba muda unakwenda, huko tunakoelekea tunahitaji kupata viongozi vijana shupavu wenye nguvu, kwa sababu kwenye wilaya yake nimeona katibu mwanamama alichelewa, lakini amefika. Ni mwanamama bado kijana, ana uwezo wa kupambania Simba, nimepongeza sana. Lakini kwenye sekta ya mwenyekiti nimeona umri wake umeenda, yani saizi yule mzee anastahili kubaki kuwa mshauri.
Uwezekani kuwa mwenyekiti wa wilaya una umri ule takriban zaidi ya miaka 70 na kwenda 80. Umri ule leo bado mwenyekiti wa wilaya. Kiukweli binafsi haipendezi. Ni kweli umeshafanya yako kipindi chote ambayo ulikuwepo. Huu ni muda wa kupisha sasa. Watu wenye daraja la kati. Hatukatai wazee at least afike miaka 50 kidogo na afadhali. Lakini kuanzia miaka 70 kwenda mbele unatakiwa kubaki kuwa mshauri. Sio tena kuendelea kungangania madaraka. Lakini wao bado wanangangania madaraka kwa sababu kuna faida wanapata kwenye hii klabu ya Simba. Kwa hiyo haya aliyozungumza hapa hanitishii mimi. Sawa, yeye mwenyewe manake ndo anajiweka mazingira magumu kwa sababu tunaelekea kwenye chaguzi za matawi zitafanyika, chaguzi za wilaya zitafanyika na mkoa. Kwa hiyo akaya akijua kwamba viongozi wote wenye umri ambao umeenda, sasa hizo wanakuwa wabaki kuwa washauri. Hawa ni wazee wetu watakuwa kuwa washauri, sio tena kuwa kwenye madaraka. Muona bwana. Kwa hiyo kaongea vitu vingi, lakini kwangu mimi binafsi naendelea kufocus kuipambania klabu yangu kuhakikisha inaenda kufanya vizuri siku za usoni. Siwezi kumwangalia kwamba si ningekuwa kijana, hata mimi binafsi hapa ni kijana, nikiwa mzee na mimi nitaongea ya kwangu wakati nilivyokuwa kijana. Kwa hiyo binafsi mimi siishi kwenye maneno yake. Kwa hiyo ninachokiamini Simba Sports tupambane na hawa wanachama wa tawi hili la Buguruni hapa Lozana. Niwaambie tu, niwapongeze kwa kazi kubwa, kwa juhudi kubwa kipindi hiki, timu ambayo iko kwenye hali sio nzuri sana, lakini bado wao wamepambana, wamechangisha pesa kwa ajili ya kufanya sherehe, wamekodi muziki na kila kitu na kuwakusanyisha watu, na biliani tumekula, na ukiwemo wewe Derrick umekula biliani la kutosha hapa. Umekula biliani sasa hizi, hata kutembea wewe leo utashindwa kwenda nyumbani. Kama vipi wakukodie bajaji kutoka hapa kukupeleka kwako. Yaani hapa bajaji kwa sababu mimi naamini wametenda haki. Umekula biliani, ujala wapi? Umekula biliani la kutosha. Usio kama wanachama wa klabu ya Simba walikuwa mkutanoni. Wengine wamesema wajala afu wengi wao wamekula. Tusiokula ilikuwa sisi tu wachache, lakini wengi wao walikula bwana. Kwa hiyo naamini binafsi jambo limeenda vizuri. Bwana, leo mnyama Simba anatupa karata yake ya kwanza kwenye michuano ya Mapinduzi Cup dhidi ya Mwembe Maccabi City. Mnasemaje wana Simba? Sisi kama wana Simba tunaamini kabisa karata ambayo imetupwa leo ni karata ambayo tutaenda kuiona sasa dira ya klabu yetu baada hii break ya AFCON. Kwa sababu walikaa hapa karibia wiki 2-3 wanafanya tu mazoezi ya kawaida, lakini wamerudi mazoezini siku ya kwanza ya pili wakasafiri kwenda New Amani Zanzibar. Na maana mazoezi yao ya mwisho wamefanya jana. Na maana mazoezi wamefanya siku 2 tu kuelekea siku ya leo kwenye mechi. Kwa hiyo mimi naamini nahitaji kumuona Steven Baka anaenda kufanya nini? Ataenda kuwafanyia umafia wale Mwembe Makumbi ama la? Tutaona leo, kwa sababu Zanzibar pia watapambana, kwa sababu wanajua wanacheza na timu kubwa barani Afrika na timu kubwa Tanzania. Kwa hiyo lazima watapambana kwa jasho la damu. Lakini na mimi leo nataka nimuone Steven Baka ndani ya mazoezi ya siku 2 tu. Wamechukua nini wale wachezaji wa klabu ya Simba? Maana wale sio watoto wa chekechea wale. Wale tayari saizi unawafundisha kwa mifumo tu. Ni formula tu. Kwa hiyo wakiingia kwenye formula zake, mimi naamini tutapata kitu kilichokuwa sahihi siku ya leo. Kwa hiyo binafsi saa 2:15 usiku wana Simba wote tuliokuwa hapa Dar es Salaam na walikuwepo nje ya Dar es Salaam, tukae kwenye vibanda vyetu umiza, twende tukaione karata ya kwanza Steven Baka. Neno lako la mwisho kwa kumalizia, unawaambia nini wana Simba ambao wamejongea katika viwanja vya New Amani Zanzibar pale? Waende wakaiangalia Simba yao, waende wakaisupport Simba yao. Mimi naamini binafsi itafanya vizuri na wataweza kwenda kupata alama 3 muhimu kwa ajili ya kwenda kuchukua ili kombe la Mapinduzi, kwa sababu ni muda hatujawahi kulipata ili kombe. Wanachukua Azam hapa karibuni, umeona bwana. Kwa hiyo wamekuja tena wamechukua hawa ndugu zetu Mlandege juzi kati hapa. Kwa hiyo binafsi naamini saizi ni muda sasa wa kwenda kuliwania Simba Sports, tulirejeshe kombe lile kabatini, kwa sababu tushalichukua mara 4, twende tukalichukue mara ya 5 ili lirudi mambo yaende sawa sawa. Hayo ndio malengo yetu makubwa Simba Sports. Siku ya leo tukamuone Steven Baka, twende tukaone game plan zake. Zinatosha kwenda nayo kwenye Champions League, kwenye mechi zidi Esperance de Tunis. Leo ndio kitu ambacho tunataka tukakione sisi kama wana Simba na wapenda soka kiujumla. Tukae makini na wale watakwenda New Amani, basi kikubwa waende kuisupport timu. Ndio jambo kubwa kwa sasa. Vipi, mnataka kumuona Chama uwanjani leo? Chama kama atakuwepo anaweza kawa sehemu ya kikosi, haina shida. Mimi kwangu sijai kupinga kwa Chama. Wapo wengi wanapinga, umri umeenda, hawezi kusaidia timu, lakini naamini mimi Chama bado ana uwezo wa kucheza Simba Sports. Kwa mimi sina shida na Chama, na bado nimeambia kuna wachezaji wengine wamekuja kuomba ugali Simba, inawezekana tukawaona pia. Shukrani sana ndugu yangu. Asante sana.